Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Machi 19, mara zote aliwasilisha neno la Mungu. Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Luka 10:26. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi kwako tunapoyajifunza leo maandiko yako matakatifu. Tufundishe, tuhekimishe na utusaidie tuweze kuyaishi sawasawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Mwokozi aliifanya kila kazi ya uponyaji kuwa fursa ya kupandikiza kanuni za Mungu akilini na nafsini. Hili lilikuwa kusudi la kazi yake. Alitoa baraka za kidunia ili kwamba aweze kuielekeza mioyo ya wanadamu kupokea injili ya neema yake. Kristo angeweza kuwa na nafasi ya juu sana miongoni mwa walimu wa taifa la Kiyahudi, lakini badala yake alichagua kupeleka injili kwa maskini. Alienda kila mahali ili kwamba wale walio katika njia kuu na ndogo ndogo waweze kusikia maneno ya ukweli. Ufukweni, mlimani, katika mitaa ya mji, ndani ya sinagogi, sauti yake ilisikiwa akiyafafanua maandiko. Mara kwa mara alifundisha katika nyua za hekalu ili kwamba mataifa waweze kusikia maneno yake. Mafundisho ya Yesu yalikuwa tofauti kabisa na ufafanuzi wa maandiko ulitolewa na waandishi na Mafarisayo, kiasi kwamba yaliteka usikivu wa watu. Marabi walijikita katika tamaduni juu ya nadharia za wanadamu na makisio. Mara nyingi kile ambacho wanadamu walifundisha na kuandika kuhusu maandiko kiliwekwa mahali pa maandiko yenyewe, lakini kitabu cha mafundisho ya Yesu kilikuwa neno la Mungu. Alikabiliana na wauliza maswali kwa maneno dhahiri. Imeandikwa. Je, yasemaje maandiko? Wasomaje? Katika kila nafsi, wakati ari ilipoamshwa pengine na rafiki au adui, aliliwasilisha neno. Alitangaza ujumbe wa injili kwa uwazi na kwa nguvu. Maneno yake yalitoa nuru kuu katika mafundisho ya wazee na manabii, na maandiko yaliwafikia wanadamu kama ufunuo mpya. Kamwe wasikilizaji wake hawajawahi kuwa na uelewa wa neno la Mungu kwa maana ya kina namna hii. Kamwe hakujawahi kuwa na mwinjilisti kama Yesu. Alikuwa ni Bwana wa mbinguni, lakini alijinyenyekeza ili kuchukua asili yetu, ili kwamba aweze kuwafikia wanadamu pale walipo. Yesu alileta ujumbe wa agano. Alileta habari za wokovu kwa watu wote, matajiri na maskini, huru na wafungwa. Umaarufu wake kama mponyaji mkuu ulisambaa kote Palestina. Wagonjwa walikuja mahali ambapo angepita ili kwamba waweze kumwita awasaidie. Huku pia walikuja wengi waliotamani kusikia maneno yake na kupokea mguso wa mkono wake. Ndivyo alivyofanya, kwenda mji hata mji, kijiji hata kijiji, akihubiri injili na kuponya wagonjwa.
Mfalme wa utukufu, akiwa katika vazi la kibinadamu wa chini, alihudhuria sherehe kuu za taifa za kila mwaka, na kwa umati uliotekwa na sherehe kimtindo tu, alizungumza mambo ya kimbinguni, akiuleta umilele katika mtazamo wao. Aliwaletea wote hazina kutoka kwenye ghala la hekima. Alihudhuria sherehe kuu za taifa za kila mwaka, na kwa umati uliotekwa na sherehe kimtindo tu, alizungumza mambo ya kimbinguni, akiuleta umilele katika mtazamo wao. Aliwaletea wote hazina kutoka kwenye ghala la hekima. Alizungumza nao kwa lugha rahisi ili kwamba wasije wakashindwa kuelewa. Alizihudumia nafsi zinazougua ugonjwa wa dhambi kwa upole na wema wa neema, akileta uponyaji na nguvu. Utasoma katika Gospel Workers ukurasa wa 43 hadi 45. Huu ni mwisho wa somo letu la Machi 19. Mara zote aliwasilisha neno la Mungu. Tuombe. Asante Baba kwa somo hili. Tufundishe tuweze kuifanya kazi yako popote pale kama wewe ulivyoifanya, tukafuate nyayo zako sawa sawa na mapenzi yako. Tunajikabidhi kwako kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja.